Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tunakwenda kuangalia fundisho ambalo ni Utatu Mtakatifu. Kama kichwa cha somo kinachosema kwamba kufahamu Utatu Mtakatifu. Nini maana ya utatu? Katika jamii ya waamini tumekuwa tukiamini tofauti kulingana na pengine ambavyo tumefundishwa au kulingana na ambavyo tunafahamu tu wenyewe. Lakini leo tutakwenda kuangalia utatu ni nini. Utatu ni nini? Tunaposema kwamba utatu, muamini au yeyote anayejiita Mkristo anaamini kwamba utatu ni kitu gani? Sasa hizi ni nyakati za mwisho ambapo kuna mgogoro, hasa mgogoro wa kiimani. Kuna mgogoro ambao ni wa kiimani, na migogoro hii inatakiwa tuijibu. Migogoro hii inatakiwa tuipatie majibu. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kuangalia fundisho linaloaminiwa karibuni na 90% ya waamini wanaojiita Wakristo ati kwamba ni kitu gani. Kwa hiyo leo tutaangalia utatu ni nini. Baada ya kuangalia utatu ni nini, kama fundisho limeingia lini, na siku nyingine tukipata nafasi tutaenda kuangalia chimbuko au asili ya utatu. Kwa hiyo kabla tujaenda mbali, tukaangalie utatu ni kitu gani. Hebu msomaji chukua katekisimu ukurasa wa 16, tuangalie kwanza maana ya utatu ni nini. Kwa sababu katika jamii ya waamini wanaposikia neno utatu, akili yao inakuja kwamba ni Baba, Mwana na Roho. Yaani wanaamini kwamba wanaposikia utatu wanafikiria kwamba ni kusema ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wao ndo wanaamini utatu. Na wengine wanadhani kwamba utatu ni Baba mwanzoni alikuwa ndio Mungu, akajigeuza akawa mwana kwa ajili ya mpango wa wokovu, na sasa hivi ni Roho Mtakatifu. Wengine wanatafsiri utatu kama dhana hiyo. Lakini leo twende tukachunguze utatu ni nini, na tutauliza Biblia, je, utatu kama ulivyoelezwa ndivyo Biblia inavyoongea? Maana wanasema utatu ndiye Mungu wa kweli. Soma andiko. Anasemaje? Utatu mtakatifu. Katika imani ya Kikristo. Fumbo kuu kwa yote. Ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu. Kwa hiyo katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo wanaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Endelea. Anasemaje? Walakini kuna Mungu mmoja tu, wala sio watatu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Utatu Mtakatifu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Kwa hiyo Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaunda Mungu mmoja. Kwa hiyo maana ya utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho kuunda Mungu mmoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho kuunda Mungu mmoja. Huo ndio Utatu Mtakatifu. Sasa tuendelee kupata ufafanuzi wa Utatu Mtakatifu, maana Utatu Mtakatifu kiasilia kwenye Biblia haupo. Hakuna neno Utatu Mtakatifu. Licha ya kuwa na neno Utatu Mtakatifu, hakuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ati wanaunda Mungu mmoja kwenye Biblia, haipo. Soma hapo msomaji, usisinzie. Anasema ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Kwa hiyo ni fumbo ambalo halieleweki. Maana yake utatu haueleweki. Yaani maana yake Mungu haeleweki kwa mujibu wa utatu. Tutaenda kuchunguza kama tutaona kwamba Mungu haeleweki au anaeleweka. Endelea hapo.
Anasemaje? Anasema ni fumbo ambalo sisi tuelewi kabisa. Endelea mstari unaofuata. Anasemaje? Kuna miungu wangapi? Wanauliza tena, kuna miungu wangapi? Kuna Mungu mmoja tu. Kuna Mungu mmoja tu. Fumbo la utatu mtakatifu linatuambia nini? Anasema fumbo la utatu mtakatifu linatuambia kuwa Mungu ni mmoja. Kwa hiyo wanasema Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Katika nafsi ngapi? Nafsi tatu. Kwa hiyo utatu unadai kuna Mungu mmoja katika nafsi tatu. Endelea. Anasemaje? Nafsi tatu za utatu mtakatifu ni akina nani? Kwa hiyo wanauliza nafsi tatu za utatu mtakatifu ni akina nani? Anasema nafsi tatu za utatu mtakatifu ni Baba. Nafsi tatu za utatu mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio nafsi tatu za utatu mtakatifu. Yaani ni nafsi tatu zinazounda Mungu mmoja kwa mujibu wa utatu. Yaani Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaunda Mungu mmoja kwa mujibu wa utatu. Endelea. Anasemaje? Kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila mmoja kwa nyingine. Kuna maana gani? Kusema kuwa nafsi tatu ni tofauti kila mmoja kwa nyingine inamaanisha kwamba Mungu Baba si Mwana, Mungu Baba si Mwana, Mungu Mwana si Roho Mtakatifu, Mungu Mwana si Roho Mtakatifu, na Mungu Roho Mtakatifu si Baba, na Mungu Roho Mtakatifu si nani? Si Baba. Mungu Roho Mtakatifu si nani? Sio Baba. Hao ni wangapi? Hao ni watatu. Kwa hiyo ni utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio wanaounda Mungu mmoja. Kwa hiyo utatu si kusema Baba, Mwana na Roho, maana Biblia inatambua kuna Baba, kuna Mwana na kuna Roho. Lakini hakuna andiko kwenye Biblia linalosema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ati wanaunda Mungu mmoja. Unaona? Endelea hapo na andiko hapo. Anasemaje? Je, kila mmoja nafsi hizo ni Mungu? Twende. Ndio. Kwa hiyo kila mmoja katika nafsi ni nini? Ni Mungu. Endelea. Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo ni wangapi? Ni watatu. Kwa hiyo utatu ni miungu watatu wanaounda Mungu mmoja. Utatu ni miungu watatu wanaounda Mungu mmoja. Imeisha hapo? Imeisha. Haya, chukua hiyo katekisi mdogo. Ukurasa wa 41 anzia chini pale. Ukurasa wa 41. Hii tunaangalia maana ya utatu na tuiulize Biblia. Je, ndivyo inavyofundisha? Tuulize Biblia. Je, ndivyo inavyofundisha? Soma hapo. Anasemaje? Kuna miungu wangapi? Twende. Kuna Mungu mmoja tu, kuna Mungu mmoja tu, nafsi ngapi? Nafsi tatu. Endelea. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ati nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa mujibu wa utatu wanaunda nini? Wanaunda Mungu mmoja tu. Haya, funua ukurasa unaofuata hapo. Anasemaje? Nafsi tatu kwa pamoja twaitaje? Nafsi tatu kwa pamoja twaitaje? Nafsi tatu kwa pamoja twaita Utatu Mtakatifu. Ati nini? Utatu Mtakatifu. Twende. Ukurasa 42 juu. Anasema nafsi tatu zote ni sawa. Nafsi zote tatu, yani Baba, Mwana na Roho wote ni sawa. Nafsi tatu zote ni sawa. Ati nini? Nafsi tatu zote ni sawa. Kwa hiyo nafsi zote tatu wanasema ziko sawa. Baba sawa na Mwana. Baba sawa na nani? Na Mwana. Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Mwana sawa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa mujibu wa fundisho la utatu, Baba sawa na Mwana, Mwana sawa na Roho. Sasa inabidi tuulize Biblia sasa. Je, ndicho inachokifundisha au watu wameweka Biblia pembeni, wameamua kufundisha vitu vyao? Utatu si kusema Baba, Mwana, Roho. Utatu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio wanaounda Mungu mmoja. Sasa tuulize maandiko. Ndivyo yanavyofundisha? Tuulize Biblia. Ndivyo inavyofundisha au watu wameamua kukaa na kutengeneza Mungu wao? Watu wameamua kukaa na kutengeneza Mungu wao. Kwanza, kwa nini tunajifunza kitu hiki? Kwa nini jambo hili linawekwa wazi? Kwa nini inatakiwa tufahamu? 17:3 Yohana Injili. 17:3 Yohana anasema Injili. 17:3. 17:3. Tumia hiyo. Anasema na uzima wa milele ndio huu,
Ati nini? Na uzima wa milele ndio huu. Ati nini? Na uzima wa milele ndio huu. Wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hiyo uzima wa milele ni kufanyaje? Ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli. Uzima wa milele ni kufanyaje? Ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hiyo usipomjua Mungu wa kweli, usipomjua Mungu wa kweli, maana yake utapotea. Usipomjua Mungu wa kweli, maana yake utaangamia. Usipomjua Mungu wa kweli, maana yake umepotea. Na bila kusoma huwezi kumjua Mungu wa kweli. Ndio maana maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, na watu wanamwabudu Mungu bure kwa sababu hawana maarifa. Kwa hiyo jambo la muhimu ni kumfahamu Mungu wa pekee wa kweli. Sasa tuangalie kwanza manabii waliamini kitu gani? Waliamini kuna Mungu watatu? Waliamini kuna Mungu watatu au kuna Mungu Baba, Mwana na Roho anaenda Mungu mmoja? Msomaji? Nipo. Soma Torati 6:4. Torati 6:4. Anasemaje? Sikiliza Israeli. Ati nini? Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Ati nini? Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo Bwana ni wangapi? Ni mmoja. Bwana Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Ni mmoja. Huyo si ni Musa? Ndiyo. Tumuulize Yesu Kristo. 12:28 Marko. 12:28 Marko. Yesu Kristo anavyofundisha, naye akafundisha kuna Mungu mmoja. Yesu anapofundisha naye akafundisha kuna Mungu mmoja, akikubaliana na Musa. Soma andiko. Na mmojawapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye. Akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Endelea. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Endelea. Yesu akajibuje? Ya kwanza ndio hii, sikia Israeli. Ati nini? Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako. Ati nini? Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Basi, kwa hiyo Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Sasa huyo Mungu mmoja ni nani? Huyo Mungu mmoja ni nani? Alafu tutarudi tuangalie kwa mujibu wa wanaotatu kimeongelewa kitu gani, alafu tupitie maandiko. Huyo Mungu mmoja ni nani? Wakorintho wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi huyo Mungu mmoja ni nani? Soma andiko. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Ati nini? Mungu ni mmoja tu. Ati nini? Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Kwa hiyo Mungu ni nani? Aliye Baba. Mungu ni nani? Ni Baba. Kwa mujibu wa katekisimu inasema Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho. Baba, Mwana na Roho. Kwa mujibu wa katekisimu inasema Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho. Yaani kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho. Hao watatu wanaunda Mungu mmoja kwa mujibu wa katekisimu. Lakini Biblia inasemaje? Rudia andiko hilo. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia inasema Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Sasa kwa nini kwanza Paulo anaita Mungu ni mmoja tu, aliye Baba? Ni kwa sababu Yesu Kristo alikuwa alishafundisha Mungu wa kweli. Yesu Kristo alikuwa alishafundisha. Msomaji? Nipo. 8:54 Yohana Injili. 8:54 Yohana Injili. Anasemaje? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaeni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni nani? Ni Mungu wenu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Yesu Kristo Mungu wetu ni nani? Ni baba yake Yesu. Kwa mujibu wa Yesu Kristo Mungu wake ni nani? Ni baba yetu. Mungu wetu ni nani? Ni baba yake Yesu. Kwa Mungu ni baba yake na Yesu. Sasa Paulo anakuja anafundisha kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Sasa anakuwaje baba yetu wakati ni baba yake Yesu? Si ndio? Ndio. Anakuwaje baba yetu wakati ni baba yake na Yesu? Yohana 1:12. Yohana 1:12. Soma andiko. Anasemaje? Anasema hivi, bali wote waliompokea. Ati nini? Bali wote waliompokea. Wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo. Aliwapa nini? Uwezo wa kufanyaje? Wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo wale wote waliompokea Yesu Kristo aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na wale wote waliompokea Yesu Kristo Mungu anatufanya nao kazi kwa kumwamini
Yesu Kristo. Wale wote waliompokea Yesu Kristo, hao wanafananishwa na watoto wa Mungu. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Anasema wale wote waliompokea Yesu Kristo wanafananishwa kuwa watoto wa Mungu. Na ndio maana Paulo anasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, na Baba ni baba yake na Yesu, na sisi ni wana kwa kufanyika. Tunakuwa wana wa Mungu kwa kumwamini Yesu. Kwa Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu ni baba yetu kwa sababu tunamwamini Yesu. Soma andiko. Anasemaje? Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja. Ati nini? Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale waliojua tangu asili aliwachagua tangu asili. Wafananishwe. Soma vizuri. Anasemaje? Wafananishwe na mfano wa mwana wake. Kwa hiyo sisi ni wana kwa kufanyaje? Kwa kufananishwa kwa mfano wa nani? Wa mwana wake. Kwa sisi ni wana wa Mungu kwa sababu tumemwamini nani? Yesu Kristo. Sisi ni wana wa Mungu kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo. Mungu wa Biblia ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso 1:3. Kitabu cha Waefeso 1:3. Anasemaje? Atukuzwe Mungu baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu ni nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko, Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Sasa kuna maandiko yanayomtaja Yesu Kristo kama Mungu, si ndio? Ndio. Yanamtaja kama Mungu. Tunafundisha alafu tutarudi kwenye utatu. Kuna maandiko yanamtaja Yesu Kristo kama Mungu, si ndio? Ndio. Sasa tufafanue hapo kidogo. Na kuna maandiko yanayofafanua Yesu Kristo anaabudiwa, si ndio? Ndio. Acha tuweke sawa. Msomaji, nipo. Nisaidie Mathayo, Yohana Injili 5:43. 5:43. Anasemaje? Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Ati nini? Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Yesu amekuja kwa jina la nani? La baba yake. Twende. Wala nyinyi hamnipokei. Endelea. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuja kwa jina, kwa mamlaka, kwa jina, kwa mamlaka ya nani? Baba yake. Amekuja kwa mamlaka ya nani? Ya baba yake. Sasa baba yake ni nani? Si ni Mungu? Ni Mungu. Si ni Mungu? Ndio. Hebu nisaidie Waebrania 1:3. Waebrania 1:3. Anasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao tukufu wake. Ati nini? Yeye kwa kuwa ni mng'ao tukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilolirithi. Ati nini? Kwa kadiri ya jina alilolirithi. Kwa hiyo amefanyika bora kupita nini? Malaika. Amefanyika bora kupita nini? Malaika. Kwa nini? Kwa kadiri ya jina. Kwa kadri ya jina alilolirithi. Maana yake Yesu Kristo amerithi nini? Jina. Endelea. Lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hiyo kuna jina Yesu Kristo amerithi lililo tukufu kuliko nini? Kuliko malaika. Endelea. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu. Ati nini? Ndiwe mwanangu. Mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo Yesu Kristo amefanyika bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilolirithi. Na ndio maana Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu anayerithi jina la Mungu. Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu amerithi jina la baba yake. Sasa unaweza kujiuliza kwenye Biblia, kuna Mungu wawili, si ndio? Ndio. Unaweza kujiuliza kuna Mungu wawili? Jibu ni hapana. Mungu ni mmoja tu, baba yake na Yesu. Lakini Yesu Kristo asili yake ni Mungu. Kwa hiyo anarithi ile asili ya Mungu. Lakini tunapoongelea Mungu wa kweli wa pekee ni baba yake, si Yesu. Lakini Yesu Kristo amerithi jina la baba yake. Maana yake Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, amezaliwa na Mungu. Ingawa kuna wengine wanafundisha ati Yesu Kristo ameumbwa. Wengine wanafundisha ati Yesu Kristo ni kiumbe. Yesu Kristo
ni mwana wa Mungu. Hebu nisaidie Mithali 8:22. Soma hapo, kimbia. Anasemaje? Anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele, tangu awali, kabla ijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa. Visipokuwako nini? Vilindi nalizaliwa. Wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alifanyaje? Kabla ya vilima nalizaliwa. Kwa hiyo Yesu Kristo alifanyaje? Alizaliwa. Yesu Kristo alifanyaje? Alizaliwa. Kwa Yesu alizaliwa kabla kitu chochote, alizaliwa. Ndio maana ukisoma ile Mika 5:2, hebu isome Mika kitabu cha Mika 5:2. Anasema kwa sababu matokeo yake yamekuwa milele na milele, amezaliwa. Na kuzaliwa ni kutoka ndani ya. Wengine wanakuambia Mungu hana mwana kwa sababu hana mke. Wakisikia kuzaa wanafikiri kwamba mpaka ngono ifanyike. Hauendelee. Yaani unasikia mpaka wakutane mume na mke ndio uzazi utokee. Hizo ni akili za kibinadamu. Ni akili za kibinadamu, lakini Mungu anazaa. Soma andiko. Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale. Kwa hiyo yamekuwa tangu nini? Zamani za kale. Tangu milele. Tangu milele. Tangu milele, kabla ya mbingu na nchi kuumbwa. Yesu Kristo amefanyaje? Amezaliwa. Yesu Kristo amefanyaje? Amezaliwa. Kwa Yesu Kristo asili yake ni Mungu, kwa sababu Yesu Kristo hakuumbwa. Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Sasa Mungu wa pekee wa kweli, ambao ni mwanzilishi wa vitu vyote, ambao ni chanzo cha yote, ni baba yake. Ni baba yake, ambapo Yesu Kristo anamuita Mungu, naye ni Mungu wake. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo chanzo cha vitu vyote. Yaani baba yake na Yesu ndiyo chanzo cha vitu vyote. Kwa hiyo baba na mwana kiumri hawako sawa. Kwa nini? Kwa sababu baba ni chanzo cha Yesu Kristo. Baba ni chanzo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo anapozaliwa na Mungu kabla ulimwengu kuwako, maana yake ni Mungu. Kwa hiyo asili yake ni Mungu, lakini wanapokuwepo, maana yake baba ndio anaitwa Mungu. Mfano mwingine, nisaidie Mwanzo 5:2. Mwanzo 5:2, alafu turudi kwenye utatu. Anasemaje? Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao nani? Adamu. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mwanamume na mwanamke aliwabariki, akawaita jina lake nani? Adamu. Akawaita jina lake nani? Adamu. Kwa hiyo Adamu na Hawa wote wanaitwa nani? Adamu. Lakini anapokuwepo Adamu na Hawa, ukiita Adamu anaitika nani? Mwanamume. Anaitika nani? Adamu. Anaitika mwanamume. Ndio. Lakini asili ya Hawa ni nani? Ni mwanaume, Adamu. Ni Adamu. Kwa nini? Kwa sababu Hawa ametokea ndani ya nani? Adamu. Hawa ametokea ndani ya nani? Adamu. Kwa Mungu, Yesu Kristo amezaliwa na baba, na kuzaliwa ni kutoka ndani ya. Amemtoaje? Atatuambia tukifika huko. Kwa hiyo ametoka ndani ya baba yake. Sasa anapotoka ndani ya baba yake, asili anaichukua kwa baba yake, ila kwa nafsi baba ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Yesu Kristo anabaki kuwa mwana wa Mungu, ila asili yake ni Mungu, si kiumbe. Kwa hiyo Mungu alimuumba Adamu na mkewe, wote akawapa jina nani? Adamu. Kumaanisha kwamba Hawa asili yake imetoka kwa nani? Kwa Adamu. Wote ni Adamu, lakini anapoitwa Adamu anayeitika ni nani? Mwanamume. Na ndiyo maana Yesu Kristo akiwa na baba yake, Mungu anakuwa anabaki baba yake, lakini Yesu Kristo anapokuwa pekee, anapoitwa Mungu anaitika. Anapoitwa Mungu anaitika. Msomaji, nipo. Nisaidie kwanza. Warumi 8:34. Warumi 8. Kitabu cha Warumi 8:34. Anasemaje? Ni nani atakaye wahukumia adhabu?
Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo, maandiko yanasema yuko mkono wa kuume kwa nani? Wa Mungu. Maana yake anapokuwepo Mungu, Yesu Kristo anaitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo yuko mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo Yesu Kristo anafanyaje? Anatuombea. Kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuwa na baba yake, Mungu wa pekee anakuwa ni baba yake. Lakini anapokuwa kando ya baba yake, ukimwita Mungu ni haki yake. Ukimwita Mungu ni nini? Haki yake. Ni haki yake. Sasa watu wengine wanakuja wanauliza labda, kwa nini Yesu Kristo aitwa Mungu? Kwa sababu asili yake ni Mungu, na ndio maana Yesu Kristo anaabudiwa. Yesu Kristo anaabudiwa. Msomaji, nipo. Wengine wanaweza kuuliza, je, anaabudiwa vipi? Waebrania 1:6. Waebrania 1:6. Waebrania 1:6. Anasemaje? Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Subiri. Kwa hiyo anasema malaika wafanyaje? Wamsujudu. Malaika wafanyaje? Wamsujudu. Kwa hiyo malaika wanamsujudu? Wanamsujudu. Mungu anapomleta mzaliwa wa kwanza, anasema malaika wafanyaje? Kwa hiyo Yesu Kristo anafanyaje? Anasujudiwa. Yesu Kristo anafanyaje? Anasujudiwa. Anasujudiwa kama vipi? Msomaji, nipo. Mathayo 13:14-33. 14:33. Anasemaje? Nao waliokuwa ndani ya chombo, walikuwa nani? Ndani ya chombo, wakamsujudia. Wakafanyaje? Wakamsujudia, wakisemaje? Hakika wewe ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anasujudiwa kama nani? Mwana wa Mungu. Yesu Kristo anasujudiwa kama nani? Mwana wa Mungu. Yesu Kristo anasujudiwa kama nani? Mwana wa Mungu. Yohana 9:35. Yohana 9:35. Anasemaje? Katika 9:35. Anasema Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Yesu Kristo anamuuliza kipofu. Maana kipofu alimponya kipofu. Kipofu wakahoji, Mafarisayo na mhoji na makuhani wakamtoa nje baada ya kuthibitisha ameponywa na Yesu. Sasa wanamtoa. Sasa Yesu Kristo anasema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Endelea. Naye akajibu akasemaje? Ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naam Bwana. Akamsujudia. Wewe akamsujudia. Akimsujudia kama nani? Kama mwana wa Mungu. Yesu Kristo anapaswa kufanyaje? Kusujudiwa. Kusujudiwa kama nani? Mwana wa Mungu. 24:50 Luka. 24:50 Luka. Yesu Kristo anapaswa kusujudiwa kama mwana wa Mungu. Yesu Kristo si nafsi ya pili ya Mungu. Si nafsi ya pili ya Mungu. Soma andiko. Akawaongoza mpaka Bethania. Akainua mikono yake, akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamwabudu. Wakafanyaje? Wakamwabudu. Kwa Yesu Kristo anafanyaje? Anaabudiwa. Yesu Kristo anafanyaje? Anaabudiwa kama mwana wa Mungu. Endelea. Anasema kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu. Nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Unaona? Sasa tumeona utatu unafundisha kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Si ndio? Ndio. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Ati hao watatu wanaunda Mungu mmoja. Lakini maandiko tumeona kwamba Mungu ni baba yake na nani? Na Yesu. Na Yesu Kristo ni mwana wa pekee wa nani? Wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu kwa kufanyika, kwa kumwamini Yesu Kristo. Na ndiyo maana Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, asili yake ni Mungu. Ndiyo maana anafanyaje? Anasujudiwa. Sisi ni wana wa Mungu kwa kufanyika. Na ndiyo maana sisi hatusujudiwi, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu kwa kufanyaje? Kwa kufanyika. Sasa kitu ambacho kinaweza kuleta tena shida katika kuchanganya katika utatu. Msomaji, nipo. Warumi 8:9. Warumi 8:9. Tuangalie Roho Mtakatifu. Si ndio? Ndio. Tuangalie Roho Mtakatifu. Soma hapo. Anasemaje? Lakini ikiwa Roho wa Mungu. Kwa hiyo kuna roho ya nini? Wa Mungu. Roho wa Mungu. Sasa hii kwenye tafsiri ya Agano Jipya inatumika Roho wa Mungu, si ndio? Ndio. Lakini kwenye Kiingereza inatumika Spirit of God. Kwa hiyo ni roho ya nani? Ya Mungu. Roho ya nani? Ya Mungu. Mwanzo 1:1. Mwanzo
Mwanzo 1:1. Anasemaje? Hapo mwanzo. Ati nini? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa mwanzo Mungu aliumba nini? Mbingu na nchi. Endelea. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa ukiwa. Tena tupo. Na giza ilikuwa juu ya uso vilindi vya maji. Endelea. Na roho ya Mungu. Ati nini? Roho ya Mungu. Ati nini? Roho ya Mungu. Kwa hiyo inafahamika ni roho ya Mungu. Sasa roho ya Mungu, endelea. Anasema roho ya Mungu. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu akatulia au ikatulia? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu akatulia au ikatulia? Ikatulia juu ya uso wa maji. Si ni kitu? Ndio. Si ni kitu? Ndio. Mtu si akatulia? Ndio. Roho ya Mungu ikatulia. Kwa hiyo inatumika kama spirit of God. Kwa hiyo roho ya Mungu ikatulia, si ndio? Ndio. Roho ya Mungu ikafanyaje? Ikatulia. Kwa hiyo ni roho ya Mungu, si Mungu roho. Ni roho ya Mungu, si Mungu roho. Ni roho ya Mungu, si Mungu roho. Msomaji? Nipo. 61 Isaya 1. Isaya 61:1 Isaya. Anasemaje? 61:1. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Basi roho ya Mungu ii juu yangu kwa sababu Bwana amenitia nini? Mafuta. Amenitia nini? Mafuta. 4:18 Luka. 4:18 Luka. Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu kwa maana Bwana Mungu amenitia mafuta. Maana yake roho ya Mungu ii juu ya Yesu Kristo. Kwa ni roho ya Mungu. Katika tafsiri hizi za Universion na kawaida zingine zina tafsiri ni roho wa Mungu, ndo zina tafsiri kwenye Agano Jipya. Unaona? Lakini ni roho ya nani? Roho ya Mungu. Ya Mungu. Sasa soma hapo, Yesu Kristo ananukuu andiko hilo kutoka kwenye Isaya ambao tumeona kwamba ni roho ya nani? Ya Mungu. Soma hapo. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta. Kwa Yesu Kristo anapokuja kunukuu inasema ni roho wa nani? Roho wa Bwana. Kwa hiyo roho wa Bwana na roho ya Mungu ni kitu kimoja? The same, kitu kimoja. Roho wa Bwana na roho ya Mungu. Ya Mungu. Wengine wanafundisha ati kuna tofauti ya roho ya Bwana na kuna tofauti ya roho ya Mungu. Lengo tu watu waingize Mungu roho. Kwenye Biblia hakuna Mungu roho. Kwenye Biblia kuna roho wa Mungu na anayesema ndani yetu ni roho wa Mungu au roho ya Mungu. Mathayo 10:20. Kitabu cha Mathayo 10 na ule mstari wa 20. Anasemaje? Katika 10:20 Mathayo anasema kwa kuwa si ninyi msemao bali ni roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Kwa hiyo roho wa Baba ndio anafanyaje? Anasema ndani yetu. Roho wa Baba ndio anafanyaje? Anasema ndani yetu. Kwa hiyo roho wa Mungu ndiye anayesema ndani yetu. Kwa hiyo Mungu alitupa roho yake. Mungu anatupa roho yake. Mungu hatupi Mungu mwingine. Mungu hatupi Mungu mwingine. Mungu anatupa roho yake. Wakorintho wa kwanza 2:11. Wakorintho wa kwanza 2:11. Anasemaje? Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu? Ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu? Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu. Kwa hiyo hakuna anayejua mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Wewe Shayo, ndio mimi mambo unayofikiria wewe mimi najua, hauwezi kufahamu, si ndio? Ndio. Kwa hakuna anayefahamu mambo ya Shayo ila roho ya Shayo iliyo ndani ya nani? Ndani ya Shayo. Endelea. Anasema vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Hata mambo ya Mungu hakuna anayefahamu ila roho ya nani? Roho ya Mungu. Mambo ya Mungu hakuna anayefahamu ila roho ya nani? Roho ya Mungu. Kwa roho ya Mungu si kitu kingine. Mungu roho yake ikifadhaika ni Mungu kafadhaika, si kitu kingine. Roho yako ikifadhaika si kitu. Usihame hapo, unakimbia wapi? Roho ya Mungu si kitu kingine. Rudi hapo. Wakorintho wa kwanza 2:10. Hapo kwa nini sasa? Kwa sababu hakuna anayefahamu mambo ya Mungu
ila Roho wa Mungu. Sasa kwa nini sisi tunafahamu mambo ya Mungu? Kwa nini sisi tunafahamu mambo ya Mungu? Ni kwa sababu Mungu ametushirikisha Roho wake. Soma andiko. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Kwa Mungu anatufunulia kwa nini? Kwa Roho. Kwa sababu huwezi ukajua mambo ya Mungu, kwa sababu kinachojua mambo ya Mungu ni Roho wa nani? Roho wa Mungu. Ila Mungu anatufunulia sisi kwa nini? Kwa Roho. Kwa sisi tunafunuliwa kwa Roho wa Mungu. Sasa watu wanasema ati Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Maana yake watatu. Fundisho hilo ni la Shetani, kwa sababu Ibilisi alivyotupwa alisema atakiinua kiti chake. 14:13, 14:12 Isaya. Ibilisi anapotupwa alitangaza kwamba atakiinua kiti chake afanane na aliye juu. Soma andiko. Anasema hivi. Anasemaje? Jinsi ulivyoangua kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe ulioangusha mataifa, na uliyesema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitapanda mpaka wapi? Mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu. Atafanyaje? Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Basi kwa Shetani aliahidi kwamba atakiinua kiti chake. Alisema atakiinua kiti chake, na anapokiinua maana yake ni lazima juu. Anafanana vipi? Ni Bustani 30 kurasa 130. Shetani anasema atakiinua kiti chake. Shetani anasema atakiinua kiti chake atafanana na yeye aliye juu. Maana yake atatengeneza namna ili aabudiwe, na watu wengi wanamwabudu kwa kufuata mafundisho yaliyofundishwa na wanadamu. Wanafuata mafundisho yaliyotungwa. Soma andiko. Anasemaje? Kadiri ya mapokeo, fumbo la Utatu Mtakatifu. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu ni nini? Liliainishwa rasmi. Ni mapokeo, si ndio? Ndio. Endelea. Anasema kati ya mapokeo, fumbo la Utatu Mtakatifu. Endelea. Liliainishwa rasmi na mitaguso mikuu ya Nikea. Mitaguso mikuu ya Nikea. Mwaka 325. Mwaka 325. Mwaka 325. Konstantinopoli 381. 381. Kwa utatu ulipitishwa katika mikutano mingapi? Miwili. Mkutano wa Nikea na mkutano wapi? Konstantinopoli. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya mitume kufa hakuna mtume aliyeamini ya kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Watu wanatumia Mathayo 28:19 ati Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Tulishafundisha Mungu ni baba yake na Yesu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Kwa hiyo anaposema enendeni mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho, si utatu. Maana yake mitume walijua kabisa Baba wanaelewa, Mwana wanaelewa, Roho wanaelewa. Kwa hiyo lazima uamini kwamba kuna Baba, uamini kwamba kuna Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini si kusema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ati wanaunda Mungu mmoja. Hakuna andiko kwenye Biblia ambalo linasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho wanaunda Mungu mmoja. Wala hata kwenye Biblia hakuna neno Mungu Roho. Neno Mungu Roho halipo. Linazungushwa na kusukwasukwa na kuwekwa hapo. Unaona? Kwa hiyo utatu umetengenezwa hapo. Umetengenezwa hapo. Na ulivyotengenezwa ndio wakapewa mbwa bubu. Wachungaji wasio na maarifa wamepewa mbwa bubu. Maana Paulo anasema nikiondoka watakuja mbwa mwitu. Hebu kwanza nisaidie Matendo 20:29. Kitabu cha Matendo 20:29 anasemaje? Najua mimi ya kwamba ya kuwa baada ya kuondoka kwangu. Si Paulo amesema Mungu mmoja ni Baba? Ndiyo. Endelea. Anasemaje? Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu. Ati nani? Mbwa mwitu. Ati nani? Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Wataingia kwenu wasihurumie kundi. Endelea. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Wakisema nini? Mapotovu. Sasa tuangalie kwanza mbwa mwitu ni watu gani? 7:15 Mathayo. Soma hapo.
Anasemaje? 7:15 kitabu cha Mathayo. Changamka. Anasema hivi. Anasemaje? Jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini na nini? Na manabii wa uongo. Endelea. Watu wanaojua wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni nani? Ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo manabii wa uongo. Kwa hiyo nabii wa uongo si yule anayetabiri ati mwakani kuna 1 2 3. Nabii wa uongo anayefundisha neno la Mungu uongo, huo ni mbwa mwitu. Watu wameingia huko ati wanafundishwa, wamekaa kabisa, watu wanafundishwa kuhusu Mungu. Yaani wamechukua Biblia wakashindwa kumuelewa, wanaenda tena wanakaa darasani wanamsoma Mungu wamemsoma, na kusoma kwao kote wanakuja ati Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Ati Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Turudi sasa kwenye katekisimu ukurasa wa 16, rudi hapo. Anasemaje? Katika imani ya Kikristo, fumbo la utatu, fumbo kuu kwa yote ni nini? Ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Endelea. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa hatari ya kuamini utatu. Hatari ya nini? Kuamini utatu. Hatari ya nini? Kuamini utatu. Soma hapo. Anasemaje? Walakini kuna Mungu mmoja tu. Kwa hiyo Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Ni wangapi? Watatu. Ni wangapi? Watatu. Kutoka 20:3. Anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Katekisimu Mungu watatu. Rudia. Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. 20:3 Kutoka. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo dhara la kwanza la kuamini utatu, maana yake umevunja amri ya kwanza ya Biblia. Madhara ya kuamini utatu, dhara la kwanza ni kuvunja amri ya Mungu ya Biblia. Amri ya Mungu inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Katekisimu inasema Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Maana yake Mungu watatu wanaunda Mungu mmoja. Maana yake unavunja amri ya kwanza ya Biblia. Kwa hiyo wewe unaamini utatu na mrevi, mzinzi, hakuna tofauti. Na muuaji na muabudu sanamu, hakuna nini? Tofauti. Hakuna tofauti. Endelea hapo katekisimu. Anasemaje? Walakini kuna Mungu mmoja tu, wala si watatu. Endelea. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Kwa hiyo ni fumbo ambalo hafanyeje? Hatulielewi kabisa. 17:3 Yohana Injili. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua Mungu wa pekee wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Ni fumbo. Ni wa kujua Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi. Kwa uzima ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu. Lakini tunafundishwa ati ni utatu ni fumbo. Ati utatu ni fumbo. Si ndio? Ndio. Si ndio? Ndio. Sasa msomaji, ndio. Si tuangalie dhara la pili? Ndio. Tuangalie dhara la pili? Ndio. Aya 3:16 Yohana Injili, andiko pendwa. 3:16. 3:16 unalolipenda. Andiko pendwa. Anasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Ati nini? Hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo dhara la pili, ukiamini utatu, maana yake humwamini mwana wa Mungu. Rudia andiko hilo. Anasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo Mungu alipenda ulimwengu akamtoa nani? Mwanawe pekee. Sasa utatu unafundisha kwamba Mungu Mwana ni Mungu. Yaani Mungu alimtoa Mungu. Unaona? Ndio. Alimtoa nani? Mungu. Kwa hiyo ni Mungu nafsi, wengine wanasema ni nafsi yake, si ndio? Ndio. Wengine wanasema Mungu alitoa nafsi yake. Sasa kama alitoa nafsi yake, maana yake si ni Mungu aliyekufa? Ndio. Maana yake Mungu si wanamfanya kuwa mwongo? Ndio. Yohana wa kwanza 5:10. Waraka wa kwanza wa Yohana. Anza 1. Anasemaje? 5:1. Anasema hivi, kila mtu aminia kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa hiyo lazima uamini Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Na ukimpenda Yesu Kristo, maana yake umempenda nani? Umempenda Mungu. Umempenda Mungu. Unampenda aliyemzaa. Ndio.
Soma 10 hapo. Anasemaje? Yeye amwaminie mwana wa Mungu. Ati nini? Yeye amwaminie mwana wa Mungu. Nafsi ya pili. Amwaminie mwana wa Mungu. Mungu mwenyewe. Amwaminie mwana wa Mungu. Anao ushuhuda ndani yake. Anao nini? Anao ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo. Amemfanya kuwa nani? Kuwa mwongo. Kwa usipoamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, manake Mungu umemfanya Mungu kuwa mwongo. Sasa utamfanya kuwa Mungu muongo upone? Pone. Utamfanya kuwa Mungu ni muongo, utapona? Jehanamu. Huwezi ukapona. Kwa hiyo imani ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mungu alimtoa ili afe kwa ajili ya kutukomboa. Warumi 19. Warumi 19. Soma hapo. Anasemaje? 19 kitabu cha Warumi. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa Bwana kwamba ni Bwana. Anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Ni Bwana. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa. Kuamini nini? Moyoni mwako ya kuwa. Sikiliza unachotakiwa kuamini. Unaamini nini? Kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu. Mungu alimfufua katika wafu. Utaokoka. Yaani unaamini Yesu Kristo ni Bwana na unaamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Wengine wakisoma andiko hilo wanakuwa hawalielewi. Yaani hawaelewi. Unasikia mwingine anakwambia omba Roho Mtakatifu akufunulie. Kwa Roho Mtakatifu atakufunulia kinyume na andiko, atakuja apinge andiko hilo. Maandiko yanasema unaamini kwamba Yesu ni Bwana. Unaona? Na kuamini moyoni mwako Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa hiyo inahitaji Roho Mtakatifu. Sianyie hamna roho. Hati hamna roho kwa sababu ombeni Roho Mtakatifu awafunulie. Nyenyekeeni miguuni pa Mungu, Mungu awafunulie. Unaona matatizo? Ati nyenyekea miguuni pa Mungu, Mungu awafunulie. Kazi ni kupinga maandiko. Yesu Kristo ni siri ya Mungu na Mungu anatufunulia kwa Roho, na waliofunuliwa naamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, si nafsi ya pili ya Mungu. Kwa hiyo utatu si fundisho la Mungu. Endelea hapo. Anasemaje? Kwa maana katekisimu. Anasemaje? Kuna miungu wangapi? Kuna miungu wangapi? Wao wenyewe wanajishtukia. Endelea. Kuna Mungu mmoja tu. Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia nini? Fumbo la Utatu Mtakatifu linatuambia kuwa Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Endelea. Nafsi tatu katika Utatu Mtakatifu ni akina nani? Ni akina nani? Endelea. Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwao ni wangapi? Watatu. Wanaungana na kuunda Mungu mmoja. Lakini tumeona Mungu ni nani? Ni mmoja tu, ambaye ni Baba. Yesu Kristo ni nani? Mwana wake. Na Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Bas, Biblia ndio inafundisha hivyo. Biblia inafundisha Mungu ni baba yake na Yesu ni mwana wa Mungu na Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Chukua katekisimu mdogo hiyo. Katekisimu mdogo hiyo kurasa 41. Angalia hapo. Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Anasemaje? Nafsi tatu kwa pamoja tuitaje? Nafsi tatu kwa pamoja tuita Utatu Mtakatifu. Tuita nini? Utatu Mtakatifu. Endelea. Anasema mstari wa 8. Kuna Mungu mmoja tu, nafsi tatu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa kuna Mungu mmoja, nafsi ngapi? Tatu. Tuulize maandiko. Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Mungu ni nafsi tatu. Msomaji? Ndipo 22. Mwanzo 16. Mwanzo 22. 16. Anasemaje? 22:16. Anasemaje? Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu. Kwa nafsi zangu. Nimeapa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo Mungu ana nafsi ngapi? Nafsi moja. Waebrania 6:13. Waebrania 6:13. Anasema 6:13 Waebrania. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye. Mungu hakuwa na mkubwa kuliko yeye mwenyewe. Anasema mwenyewe wa kumwapa aliapa kwa nafsi yake. Aliapa kwa nini? Kwa nafsi yake. Kwa hiyo aliapa kwa nini? Kwa nafsi yake. Maana yake Mungu ana nafsi ngapi? Nafsi moja. Kwa sababu hakuna nafsi
inayomshinda Mungu. Haya, soma hapo ukurasa unaofuata hapo. Anasema, unasemaje? Ukurasa unaofuata 42. Nafsi tatu zote ni sawa. Nafsi tatu zote ni sawa. Nafsi zote tatu ni sawa. Baba sawa na Mwana. Baba sawa na Mwana. Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Mwana sawa na Roho Mtakatifu. Maana yake wote wanalingana. 14:28 Yohana Injili. 14:28 Yohana Injili. Anasemaje? Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngalifurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Kwa maana Baba Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo Baba ni mkuu kuliko nani? Kuliko Yesu. Wengine wakisoma andiko hilo wanakwambia ati hapo alikuwa katika nini? Hapo alikuwa katika mwili, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sasa akiwa katika mwili anatudanganya. Akiwa katika mwili ndio anasema uongo. Unaona shetani anapodanganya watu. Hilo aliongea katika mwili. Kwa hiyo aliyofundisha yote Yesu akiwa katika mwili tusiamini sasa. Unasikia Yesu hiyo alikuwa katika mwili ndio maana akasema hivyo. Kwa hiyo aliyofundisha yote Yesu akiwa katika mwili tuyapuuze, tusifuate. Alikuwa katika mwili maana yake alikuwa anatudanganya. Unaona shetani anavyocheza na akili za watu. Ndio maana maandiko yanasema wanamwabudu Mungu si katika maarifa. Si katika nini? Maarifa. Sasa tuulize, si Yesu alikuwa anashapaa? Ndio. Si Yesu alikuwa anashapaa? Mitume baadaye wanakuja kufundisha imani, si ndio? Imani ambayo Yesu Kristo aliacha. Yohana wa kwanza 5:4. Yohana wa kwanza 5 na mstari wa 4. 5 na mstari wa 4. Maana hapo Yesu alikuwa ashaondoka, mitume ndio wanafundisha kweli yote ambayo Yesu Kristo alikuwa ameacha. Sasa alikuwa katika mwili hapo. Ndio maana akasema hivyo. Akiwa katika mwili ndio anatudanganya. Yaani shetani anavuruga watu waelewe wamechanganyikiwa. Soma andiko. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminia kwamba. Aaminia nini? Yesu ni mwana wa Mungu. Nafsi ya pili ya Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe Mungu mwenyewe. Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe alikuwa hana mwili. Yesu ni mwana wa Mungu. Basi Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na Yesu Kristo anaabudiwa kama mwana wa Mungu. Na Mungu aliruhusu kitu hicho. 3:12 Ufunuo. 3:12 Ufunuo. Anasemaje? Anasema hivi, yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Hekalu la nani? La Mungu wangu. Huyo si ni Yesu anasema? Ndio. Endelea. Wala hatatoka humo tena. Hatotoka huko tena kabisa. Anasema nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Jina la nani? La Mungu wangu. Yesu ana Mungu ana Mungu wake. Yesu ana Mungu na Mungu wake. Endelea. Na jina la mji wa Mungu wangu. Jina la mji wa Mungu wangu huwa Yerusalemu mpya. Endelea. Ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu. Kutoka mbinguni kwa nani? Kwa Mungu wangu. Kwa Yesu Kristo ana Mungu wake. Yesu Kristo ana Mungu wake. 20:17 Yohana Injili. Yesu Kristo ana Mungu wake. Soma andiko. Yesu akamwambia, usinishike. Faende. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu, ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Wakisoma hapo, alikuwa katika mwili. Alikuwa hajapaa. Hapo alikuwa hajapaa. Sasa alikuwa kama hajapaa ndio alikuwa anatudanganya. Sasa kama hajapaa yaliandikwa ili iweje? Hayo. Na sisi tudanganye. Yaani wachungaji wamekuwa waongo kwa kumsingizia Yesu ati ni muongo. Yaani wamemfanya Yesu kuwa nani? Muongo. Kuwa muongo. Ati alikuwa katika mwili. Yesu haya aliongea akiwa katika mwili. Manake hakuwa yeye sasa. Manake yeye amekuwa muongo. Kwa hiyo maandiko yanasema kwa Mungu wangu. Waebrania 1:8. Yesu ana Mungu wake, ndiye Mungu wetu. Kumaanisha kwamba Yesu ana chanzo chake. Yesu ana chanzo chake ambacho ndiye baba yake. Yaani ana mwanzo wake ambaye
ni baba yake. Soma andiko. Lakini kwa habari za mwana asema. Kwa habari za nani? Za mwana asema. Si ni Mungu anasema habari za mwana? Ndiyo. Endelea. Kiti chako cha enzi Mungu. Ana kiti cha nini? Cha enzi Mungu. Na amemwita nani? Mungu. Anamuita nani? Mungu. Yaani kiti cha enzi cha nani? Cha Yesu, si ndio? Ndio. Rudia hapo andiko. Anasemaje? Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu. Kwa hiyo Mungu anamuita mwana Mungu, si ndio? Ndio. Anasema kiti chako cha enzi Mungu. Maana yake Yesu Kristo ana kiti. Endelea. Ni cha milele na milele. Cha milele na milele. Cha milele na milele. Endelea. Na fimbo ya ufalme wako. Na fimbo ya nini? Ya ufalme wako. Fimbo ya nini? Ya ufalme wako. Ambayo ni ya utawala? Ni ya utawala. Endelea. Ni fimbo ya adili. Fimbo ya nini? Ya adili. Umependa haki. Umependa haki. Umechukia maasi. Endelea. Kwa hiyo Mungu. Kwa hiyo wewe Mungu ambaye ni Yesu, si ndio? Ndio. Mungu wako. Ati nini? Mungu wako. Kwa Yesu ni Mungu, ana Mungu wake. Hebu rudia isome hapo kwenye habari njema hiyo. Anasemaje? Lakini kuhusu mwana wa Mungu alisema, kiti chako cha enzi Mungu. Kiti chako cha enzi Mungu. Chadumu milele na milele. Kinadumu milele mpaka milele. Wewe watawala watu wako kwa haki. Anasema wewe wapenda uadilifu. Unapenda uadilifu na kuchukia uovu. Ndio maana Mungu Mungu wako amekuweka wakfu na kukumiminia furaha. Basi amemweka nini? Wakfu. Maana yake amemtia nini? Mafuta. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia nini? Mafuta. Unaona? Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Na ndio maana kuna andiko ndio linapenda kutumika sana. Hebu soma moja Yohana Injili. Soma moja Yohana Injili. Yohana 1:1. Mtu akifikia hapo anastiki, anang'ang'ana, anakuambia hii kitu haiko hivyo. Soma andiko. Anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno. Kulikuwako neno, twende. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kuna neno ambaye ni Mungu, alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu, ambapo alikuwa kwa Mungu. Ambapo Mungu tumeona ni baba yake. Ni baba yake. Kwa hiyo Mungu ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ni Mungu kwa asili na amerithi jina kutoka kwa baba yake, na amerithi mamlaka na uweza wote. Kwa ndani ya Yesu Kristo ana nguvu zote, maana baba yake amempa mamlaka na uweza wote. Kwa hiyo Yesu Kristo ukimwita Mungu si shida, lakini unamwita Mungu ukijua kwamba Mungu pekee wa kweli ni baba yake yupo. Na lazima uamini kwamba kuna baba na uamini kwamba kuna mwana. Imani ya mitume ni kuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na waliokuwa wakibatizwa walikuwa wakibatizwa kwa kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Msomaji ipo 8:35 Matendo 8:35 Matendo. Lazima wanaobatizwa leo hii unaambiwa kwamba amini ati kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho ndio ubatizwe. Amini ati Mungu ni utatu ndio ubatizwe. Waliokuwa wakiamini walikuwa wanaamini kitu gani ili wabatizwe? Soma andiko. Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Endelea. Filipo akasemaje? Ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ukiamini kwa nini? Kwa moyo wako wote. Yaani moyo wako wote ukiamini inawezekana. Sasa sikiliza anachojibu. Soma andiko. Anasemaje? Akajibu akanena, naamini ya kwamba. Filipo sasa amemwambia ukiamini kwa moyo wako wote. Ndio. Akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ni nani? Ndiye mwana wa Mungu. Kwa hiyo anaamini kwamba Yesu Kristo ndio nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo lazima uamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na usipoamini hivyo umetoka kwenye imani. 3:36 Yohana Injili. Lazima uamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na waliobatizwa walikuwa wakiamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, si nafsi ya pili ya Mungu, ati Mungu mwenyewe alijitoa. Sasa wewe kwani anayeamini utatu na ushoga hakuna tofauti? Soma andiko. Soma hapo. Anasemaje? Amwaminie mwana yu na uzima wa milele. Amwaminie mwana yu na uzima wa milele. Kwa Filipo sasa ameamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndio. Amwaminie mwana yu na uzima wa milele. Endelea. Asiyemwamini mwana hataona uzima. Mungu
mpango wake Mungu ni kuzaa. Mzazi wa kwanza ni Mungu. Mungu amemzaa mwanawe pekee. Na Mungu anapoumba anasema zaeni mkaongezeke. Hebu nisaidie kwanza 1:18 Mwanzo 18. Ushoga na utatu kuna mstari mwembamba. Soma andiko. Mwanzo 1. Mstari ni mwembamba sana. Soma andiko. Anasemaje? Anasema na kutawala mchana. 1:18. Mwanzo 1:18. Soma 28. Sawa. Anasemaje? Mungu akawabarikia. Mungu akamwambia zaeni mkaongezeke. Kwa mpango wa Mungu ni kufanyaje? Ni kuzaa. Mpango wa Mungu ni kufanyaje? Ni kuzaa. Na mzazi wa kwanza ni nani? Ni Mungu mwenyewe kwa kumzaa mwanawe. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ndio wa kwanza kuzaa. Anapomzaa Yesu Kristo, Mungu anaumba kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kuzaa. Ila utatu unafundisha kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Yaani Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Yaani Yesu hakuzaliwa. Sasa kuna tofauti gani na ushoga? Ushoga ndio unakataa kuzaa. Ushoga unapinga uzazi. Ushoga unapinga kuzaa. Unaona? Ushoga unapinga kuzaa. Na ndio maana hata kwenye Injili maandiko yanasema enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Unaona Injili zinahubiriwa, si wanakusanyika, wanawarundika katika eneo moja. Kanisa moja lina watu 8,000, mmerundikana hapo. Kila Jumapili mko hapo, Injili haihubiriwi. Hamwezi mkahubiri. Lakini mitume walikuwa wanaenda sehemu wanahubiri, wanaondoka, sehemu wanahubiri, wanaondoka, sehemu wanarundikana muda wote tu. Kuna sehemu unaona Paulo amerundika kundi sehemu akang'ang'ana hapo. Hakuna, kwa sababu mpango wa Mungu ni zaeni. Watu wamejirundika kama Babeli. Babeli kazi yake ni kukusanyika, tujitengenezee mnara tufike mbinguni ili mafuriko tujifanyie jina. Kwa ni mnarundikana tu hapo, watu kibao mmerundikana hapo. Unaona? Kwa hiyo Mungu ndiye ndio mzazi. Amemzaa mwanawe Yesu Kristo. Unaona? Ushoga unapinga nini? Kuzaa. Unapinga uzazi. Unaona? Kwa hiyo maana yake Mungu hakuzaa. Yaani nafsi yake, yaani Mungu anaposema kwamba alimtoa mwanawe, maana yake alitudanganya. Hakumtoa mwanawe, ni yeye mwenyewe tu alijifanya. Kwa hiyo utatu si fundisho la Mungu. Ukiamini utatu, wewe na mpagani, wewe ni mpagani. Ukiamini utatu, wewe na mpagani, hakuna tofauti. Na tukipata nafasi tutakuja kuonyesha chanzo cha utatu. Maana utatu ulipitishwa katika Nikea na Konstantinopoli. Sasa tutakuja tufundishe utatu asili yake ni nini na kwa nini umepitishwa katika Nikea. Pale umepitishwa, haukupatikana pale. Si mwanzo wa utatu Nikea. Utatu pale umepitishwa, wamependekeza ikapitishwa. Tutakuja kufafanua chimbuko la utatu. Utatu ulikuwa wapi? Chimbuko la utatu umepatikana wapi? Ni Shetani mwenyewe aliposema atakiinua kiti chake. Na tutaangalia vipindi ambapo watu walikuwa kiamini utatu, lakini sasa hivi baada ya wapagani kuingia wakaamua kulipitisha hilo fundisho ati Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Mungu ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Kukiwa na swali weka comment hapo, tutajibu. Au kuna maswali hapo? Basi Mungu awabariki.